Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Victoria Valerian Kimario, ni mzaliwa wa Rombo, mkazi wa Mabogini na mkulima mdogo kijiji cha Mawala, kata ya Kahe. Mheshimiwa, nilinunua shamba eka 10 mwaka 2008 katika kijiji cha Kahe. Shamba hili nilinunua baada ya kupewa uhakika na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji pamoja na mwenyekiti wa baraza la ardhi kunipeleka eneo na kunionyesha mipaka. Nilienda mpaka ofisi ya wilaya kwenye masijala, nikaomba faili la Mawala ili nione kama kweli shamba lile ni la halali au natapeliwa. Pale walikaa karibu nusu saa nzima wakitafuta na wakaona kweli huyu mtu mwenye anaitwa jina la Yusuf Hoza alipewa shamba eka 10. Alipopewa ile shamba alifariki akachia watoto. Watoto wanakaa Morogoro, wakaja wakaamua kuuza lile shamba. Sasa nikarudi kijijini, nikamwona mwenyekiti na mtendaji kwenye ofisi ya kijiji, nikajidhihirisha kwamba lile shamba ni kweli ni la uhalali kwa sababu ana jina pale ekari 10 mtaa Masaini. Nilienda kufanya biashara ile ya kununua lile shamba na kulipa 10%, wakaniandikia na hati ya manunuzi ambayo tayari ninayo hapa mheshimiwa. Baada ya kununua lile shamba nililima ndani ya mwaka mmoja, mwaka wa pili wakajitokeza wanaume 4 na mama zao akasema lile shamba ni mali. Mmoja anasema la baba yake, mwingine la shangazi, mwingine la dada. Haya wakanipeleka kijijini nikawashinda. Wakaenda kata nikawashinda. Wakaenda baraza la ardhi na nyumba wilayani kwamba kuliko tumtoe dalali aenda akakabidhi ile shamba. Kijiji kikakabidhi baada mimi kukaza hukumu na wale wakakubali kwenda kukabidhi shamba. Tukaenda na ile familia kwenda kukabidhiwa shamba langu ekari 10. Na lile shamba waliponipa eka 10, nililipima likatoka eka 12 kasoro mita 7. Nikarudi kijijini nikauliza, mbona ni 12 na wenyewe ni 10 na nimenionyesha mipaka mkaniambia ni eka 10. Akaniambia zamani walikuwa nashika miti siki chuguni na nini. Ukija ukipima kitoka 15 halali yako, kutoka 7 huulizi. Basi nikaendelea kulima shamba langu. Kijiji walipoenda kunikabidhi lile shamba nikapewa hati ambayo ndio hii hapa ya makabidhiano lile shamba na kusema shamba hili ni mali ya huyu mama kuanzia tarehe kesi 121 imeisha, 28 imeisha, hamna mtu atakayefanya chochote hapa bila idhini ya huyu mama. Mheshimiwa, cha kusikitisha nimelima lile shamba kwa gharama kubwa, maana lilikuwa na miti na majani yanaitwa ngage. Nimetoa mfereji mmoja natumia 200,000 kutoka eneo maji yanakotokea hadi kufika shambani. Huko katikati wengine nao waliona maji wakaanza kuingia kwenye mashamba yao. Nimelima lile shamba mheshimiwa, alipoona navuna wakaanza sasa. Wafugaji, ni eneo la wafugaji. Wanakuja na matairi wanaweka mpaka, mama usisogee zaidi hapa. Vipi tena? Kesho kutwa mtendaji akwambia mna shida mama, wewe tulia. Endelea kulima kote tu, hamna shida. Nimekaa nikaona jopo la wafugaji pamoja na mwenyekiti, pamoja na kutoka mwingine alikuwa ametoka huko wilayani. Wamebeba vimawe kichwani, wanaweka beacon. Nauliza nini? Mtendaji mmoja atakubada akaniambia, "Mama usijali. Endelea kulima ulinde beacon zetu. Kama tutaziona, sisi tunataka ile eneo tulifanye la mifugo. Tukifanikiwa tutawapeleka bomba 3. Huko bomba 3 badala ya eka 10 tutakupa eka 15, 5 ya bure wa kusoma umelinda mipaka yetu." Nikaanza kuzungushia miti kwenye ile mipaka. Walikuja kukagua wakakuta mipaka yuko sawa. Hajakaa sawa, wakaja na mapipa. Wakaacha ile mipaka akaenda kuweka pipa. Limeandikwa wakulima na wafugaji, hapa usivuke. Ni vipi tena? Lima tu, hamna shida mama. Baadaye tutakurudishia shamba lako. Sijakaa sawa na mwana mtendaji anakuja na mwenyekiti wa baraza la ardhi la kijiji. Nimeshasia mbegu ya kulima shamba eka 10. Iko tayari na shamba nimeshachavanga. Wananiambia mama, hili shamba ni eneo la wafugaji. Kivipi? Usiendelee kabisa, njoo ofisini. Nikaenda ofisini. Tukaanza malumbano. Jamani inakuaje pale? Ile shamba la mifugo, kwani unao kuambiwa la mifugo? Nikamwambia mpaka mahakamani nimeenda kutolea ushahidi nyewe kama mtendaji na mwenyekiti na baraza la ardhi la kijiji. Ilikuwa wapi msije mkaniambia shamba hili la mifugo? Hapana mama. Ukikutana na mfugaji anakuambia mama, kwani wewe unadai ile shamba ya kwako? Hapana pata. Sisi tunahonga hata milioni ngapi? Tuna ng'ombe milioni 20, tutahonga mpaka ufe. Hautapata lile shamba. Nikaanza kutembea. Nikaenda kwa mkurugenzi. Mkurugenzi akaita mtendaji kata na mtendaji wa kijiji. Akawaambia mama akakabidhiwe shamba lake haraka iwezekanavyo. Yule aliyotoa maamuzi ambaye mkurugenzi alimchagua alikuwa afisa utumishi.
akahamishwa akapelekwa Same. Nimekaa hamna kinachoendelea, nikaenda kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya aliyotoka akasema huyu mama wala sitaki kesi yoyote, aenda akabidhiwe ile shamba haraka iwezekanavyo, kwa sababu hii hukumu inaonyesha kabisa huyu mama anadhulumiwa. Hukumu imeshatoka, mwenyekiti umeshuhudia kwenye hukumu ambayo ndio hii hapa mheshimiwa. Asante. Ili mkuu wa wilaya unalitambua hili? Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi, wewe ndio ulishughulikia hili? Ndio ulishughulikia? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishughulikia. Unalifahamu? Nalifahamu. Tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kama alivyoeleza Mama Viki kwamba alikuwa ameshinda kesi ile mahakama ya ardhi. Si alishashinda? Alishashinda. Mahakama ilisemaje? Mahakama ilisema kijiji kisimamie kuhakikisha kwamba anapewa shamba lake katika mipaka ile ambayo ilikuwa imewekwa ushahidi. Sasa na kitu gani kingine kimekuja? Kijiji kilimkabidhi na kilisimamia akakabidhiwa. Sasa baada ya kukabidhiwa kaonekana mama hakuridhika na ile mipaka ambayo ilionyeshwa na kijiji. Kwa hivyo akawa bado analalamikia kwamba kuna eneo nimezulumiwa. Kwa eneo ambalo lilikuwa analalamikia lilikuwa limeextend kwenye eneo ambalo kijiji wamepanga liwe eneo la ufugaji. Na kijiji kilishaweka land use plan kwenye ile eneo. Hukumu ilisema hukumu ilisema kwa sababu hukumu yenyewe ilikuwa ni dhidi ya mwenzake ambaye alikuwa analalamikiana, ambaye alikuwa anapakana naye. Kwa hiyo hukumu iliagiza serikali ya kijiji isimamie na kuhakikisha mama anapata haki yake. Na kijiji kilifanya hivyo, kikamkabidhi. Sasa yeye hakuridhika kwamba lile eneo alilokabidhiwa ndo lenyewe. Akataka kuendelea kwenye eneo ambalo wafugaji wapo. Kwa hiyo sisi tukashauri, na kwa sababu kule kwenye wafugaji hata asingelima, kwa sababu kuna wafugaji wa Kimasai na wamepewa na kijiji kama land use plan eneo la kwao la ku. Mama si yuko hapa? Hebu mama. Mheshimiwa, baada ya kukabidhiwa lile shamba nilikuwa naendelea nalo vizuri kwa mwaka mzima, nilima na nikavuna vizuri. Wakaja wao wenyewe mwenyekiti, mtendaji na wafugaji wakakata lile eneo wakaniachia eka 2 tu. Alafu katika lile shamba kuna wakati mtoto wangu alikuwa Uingereza anaumwa sana, nikataka jinsi ya kumrudisha nyumbani, nikauza hapo eka 2. Ile ikanisaidia ile mtoto akarudi nyumbani. Ile eka 2 niliyouza ikaingia kule kwa wafugaji, wameikata. Wanadai mimi nimeshauza shamba langu, ni sina mahali nakodai tena. Wewe ulishauza mpaka kule relini. Kila nikifanya lolote nashirikisha kijiji, naona hati za mauzo kule kijijini. Kama ningelikuwa nimeuza nisingedai mheshimiwa. Mkurugenzi, kile ambacho walikuwa wanashindania ilikuwa eka ngapi? Ambacho ndo mahakama ikahukumu. Naomba afisa ardhi aje. Afisa ardhi yuko wapi? Kilichohukumiwa ilikuwa eka ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo ambalo lilikuwa linashindaniwa ni ekari 10. Kwenye mahakama ilihukumu eka ngapi? Ni ekari 10. Kwenye ekari 10 baada ya hukumu ninyi mmembakizia eka 2. Mmefanyaje? Kwenye ekari 10 wakati wanaonyesha mipaka au wakulima na wafugaji, ikaonekana hizo ekari 8 zimeingia kwenye ufugaji. Ekari 2 ndio akawa amebaki nazo mama. Mahakama ilihukumu eka ngapi? Ni ekari 10 mheshimiwa. Sasa imeingiaje baada ya hukumu kuisha? Mheshimiwa, na hilo tatizo mimi nililiona na nikawashauri kijiji. Tatizo umeliona, umeshughulikiaje? Nilishauri kijiji, nikawashauri kwamba huyu mama anastahili apewe fidia. Kama mnataka kulitumia kwa ajili ya mifugo hapa, huyu mama mtafutieni sehemu nyingine ya ufugaji. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Ni kijiji kingine. Kaya iko wapi? Iko kule mbele. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unaona watu wako hapa. Mahakama imehukumu ekari 10. Na sisi mahakama imesema mpeni, hiyo ni haki yake. Na sisi tunasema hapa
Umeona hili jambo lenye hisia zote hili la hawa wengine, nimewaambiaje, lazima tuheshimu vyombo vyetu vya kutoa haki. Si sasa hivi hapa imekuja hapa kwa mheshimiwa mbunge amelia watu hawa nikamwambia mahakama imeshahukumu. Ikishahukumu tusiporidhika tunatakiwa tupate njia za kimahakama. Hatuwezi tukaenda tu mahakama imehukumu hapa alafu mimi niseme huo ni upuzi, fanyeni. Haipo hiyo kwenye utawala wa sheria. Hata ukiona kwa macho yako na kwa hisia kwamba hili liko hivi, ikishahukumiwa na mhimili mwingine, kama unataka kufuta unatakiwa ufuate taratibu hizo hizo. Sasa ninyi mahakama imehukumu eka ngapi afisari? Ni ekari 10 mheshimiwa. Mmempaje nyie 2? Hizo 2 waliowapa ni kijiji baada ya kutenga eneo lao, wakasema huku yeye alime, huku ni kimifugo. Sasa kama lile eneo mnawapa wafugaji, na mimi sipingi matumizi bora ya ardhi. Kama mnawapa wafugaji, mrudishieni haki yake. Sawa mheshimiwa. Ndio, mrudishieni haki yake. Afidiwe kama mnapeleka kwa ajili ya wafugaji, na mimi naunga mkono matumizi bora ya ardhi. Lakini matumizi bora yasifanyike kwa kupora haki za watu. Melichukua mheshimiwa, tulifanyie kazi. Nipate mrejesho kabla sijatoka. Sawa mheshimiwa. Tutakapoenda majumuisho mniletee kwamba mmepata ufumbuzi gani. Mheshimiwa mkuu, tunajumuisha kesho jioni. Kesho jioni mniambie Kawasake hao wenzako wa vijiji hao. Na ninyi viongozi wa vijiji, narudia tena. Jana nilipita pale Mombo. Nikakuta hivyo serikali ya kijiji wameenda kupora eneo la watu. Nilielekeza serikali ile yote ifutwe. Upuzi mtupu, rushwa na pakishawepo eneo linalohusisha wafugaji. Rushwa, tunafumba macho, tunaonea watu wengine wanyonge. Nenda Kawasake hiyo serikali ya kijiji leo hii. Waseme ama wamrudishie mama eneo lake, ama waweke commitment, mkubaliane namna ya kumfidia.